Tuanzie nchini Tanzania ambapo kiongozi wa upinzani na mwenyekiti wa chama cha upinzani Chadema Tundu Lissu ameomba rasmi kuondoa mawakili wake na kuamua kujitetea mwenyewe katika kesi ya uhaini inayomkabili. Lissu ametoa ombi hilo hii leo akiwa mbele ya hakimu mfawidhi katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Upande wa mashtaka umekiri upelelezi umekamilika na jalada lipo kwa mwendesha mashtaka mkuu DPP ili kuendesha kesi hiyo. Lakini uamuzi huu wa Lissu sasa unamaanisha kuwa atakuwa akishiriki moja kwa moja katika mabishano ya kisheria na mawakili wa serikali bila uwakilishi wa mawakili wake wa awali. Aidha, Lissu amesema mojawapo ya sababu za kutaka kujiwakilisha ni pamoja na mazingira na changamoto anazozipitia akiwa mahabusu, ambazo ni pamoja na kuwekwa kwenye chumba maalum cha wafungwa waliohukumiwa kunyongwa, kupewa haki na faragha ya kuongea na mawakili wake na kupata nafasi ya kuabudu na kufanya mazoezi kama sheria inavyotaka. Mahakama imekiri kupokea taarifa hiyo na kuahidi kuifanyia kazi. Lissu anakabiliwa na mashtaka mawili ambayo ni uhaini na kuchapisha taarifa za uongo kwenye mitandao ya kijamii. What I must do. It is my case again. Kwa mheshimiwa, from now on, mimi ndio nitakayejibizana na hawa mawakili wa serikali. Nimemaliza mheshimiwa. Sasa ili kuelewa zaidi kuhusu hatua hii ya Lissu, awali nimezungumza na mwanasheria Fulgence Masawe na nimeanza kwa kumuuliza vigezo gani huzingatiwa na mahakama kabla ya kumruhusu mtu kujitetea mwenyewe kwenye kesi kubwa ya uhaini. Vigezo ni kwamba ni kuangalia kama mshtakiwa mwenyewe ameridhia na ameomba na hana sababu ya kutoa sababu za msingi. Na mara nyingi kigezo kinachotumika mtu kukataa mawakili wake ni pale anapoona kwamba labda mawakili hawajana uwezo wa kumtetea anavyotaka au kuna mkingamano, yani kwamba kile unachoamini wewe na anachoongea wakili wako ukubaliane nacho. Lakini kwenye kesi kama hii ambayo tumeiona leo ni kwamba mshtakiwa mwenyewe ameeleza sababu sio uwezo wa mawakili wake, bali sababu ni kwamba hajapata nafasi ya kukutana nao na kuongea nao kwa sababu ambazo amezieleza ni vikwazo ambavyo amekutana navyo gerezani na akashindwa kuongea na mawakili wake. Kwa hiyo ni kwamba mawakili wake hawana taarifa sahihi za kumtetea kulingana na mazingira hayo. Sasa ni athari zipi za kisheria zinazoambatana na uamuzi wa mtu kujitetea mwenyewe bila msaada wa mawakili? Huwa haishauriwi sana mtu ambaye na shauri lake mwenyewe aamue kujitetea mwenyewe. Na kwenye shauri kama hili ambayo adhabu yake inapelekea kifo, hata angeshindwa kuweka wakili, angewekewa wakili na jamhuri. Kwa hiyo athari zake kubwa ni kwamba unashindwa kusimama kwenye uweledi na kwenye zile hisia binafsi. Na ndio maana hata kwenye mashauri ambayo inasemekana una maslahi nayo, huwa haishauriwi uwakilishe hata kama ni ndugu yako. Utashindwa kuelewa sasa hivi naongea kama wakili au naongea kama mshtakiwa, na unaweka hisia zaidi kuliko hata ile misingi ya kitaaluma ya sheria katika utetezi wako. Je, kuna matukio mengine katika historia ambapo watu mashuhuri wamewahi kujitetea wenyewe na kufanikiwa katika kesi yao au labda kushindwa? Kwanza kuwa kuna kesi ya Tundu Lissu mwenyewe ya uchochezi ilikuwa inaendelea kwa mahakama ya Kisutu, ikiwa kwa hakimu alikuwa anaitwa Mkeha, naye aliomba kujitetea mwenyewe kwa sababu alitaka kuweka kila kitu sawa na asikilizwe mwenyewe. Lakini kwa mna kesi maarufu ilipokuwa mahakama ya rufaa ya Rugemalila aliwahi kuomba mahakama ajitetee mwenyewe na aliruhusiwa. Kwa hiyo ni mazingira tu yanategemea na kesi ilivyo, na mwenyewe anapotoa hoja mbele ya mahakama anaeleza sababu. Sheria inasema nini, Masawe, kuhusu mawakili kupewa nafasi ya kukutana kwa faragha au kuongea na wateja wao ambao ni washtakiwa? Katiba yetu ile ibara ya 13 inazungumzia mambo ya fair trial, yani shauri liendeshwe kwa haki. Mojawapo ya kupata hiyo haki ya kusikilizwa kwa haki ni pamoja na kuwa na wakili unayemtaka wewe na wakili ambaye unaamini atatetea maslahi yako. Kwa hiyo katika hali ya kawaida Tundu Lissu kama anachokiomba ni faragha na wateja wake na wakili wake, ni kitu ambacho anastahili, na anapokuwa ananyimwa ni swala la kikatiba au swala la haki za binadamu. Tukisalia katika shauri hilo, ni jukumu la nani sasa kuhakikisha kwamba mshtakiwa anatendewa haki lakini upande wa kushtaki pia unatendewa haki katika mchakato mzima wa kesi? Ni kazi ya mahakama kutoa maelekezo. Kama ilivyoelekezwa apelekwe gerezani, ndio hivyo inatakiwa ielekeze huyu mtu afanyweje akiwa gerezani.
Kama mahakama inayoendeza shauri naona kwamba kuna vitu ambavyo kuna misingi ya haki za binadamu inakiukwa kwa njia moja au nyingine, inaweza kaenda kwa mahakama ya juu zaidi kuomba tafsiri au kuomba maelekezo ya nini kifanyike kwenye mazingira ambayo anapitia. Na mahojiano hayo na mwanasheria Fulgence Masawe ndio yanayotukamilishia taarifa yetu kuu usiku huu. Kutoka Tanzania tuelekee nchini Kenya ambapo naibu inspekta mkuu wa polisi Eliud Lagat amejiondoa katika wadhifa wake ili kupisha uchunguzi unaoendelea kuhusu kifo cha Albert Ojwang, mwanablogu na mwalimu aliyeuawa mikononi mwa polisi. Katika taarifa, Lagat amesema amechukua hatua hiyo kwa nia njema, akiahidi kutoa ushirikiano wakati wa uchunguzi. Aidha, majukumu yake sasa yatatekelezwa na naibu wake hadi uchunguzi utakapokamilika. Kifo cha Albert Ojwang kimesababisha hasira miongoni mwa umma, huku maafisa kadhaa waliokuwa kazini wakati huo wakikamatwa. Awali leo aliyekuwa jaji mkuu David Maraga alitishia kuwashtaki wakuu wa polisi kuhusu kifo hicho. Sasa ni dhahiri kwamba mkurugenzi wa idara ya uchunguzi wa jinai, inspekta jenerali wa polisi wa huduma ya kitaifa na naibu inspekta jenerali bwana Eliud Lagat miongoni mwa viongozi wengine walidanganya wazi wazi wakiwa chini ya kiapo kuhusu mauaji ya kikatili ya bwana Albert Omondi Ojwang. Taarifa zilizotolewa zilikinzana na zilinuia kuficha ukweli. Wakati huo huo, waziri wa usalama wa ndani ametangaza mipango ya kuleta mabadiliko katika huduma ya polisi nchini Kenya, ikiwemo kuweka kamera za CCTV katika vituo vyote zaidi ya 1200 vya polisi katika miaka miwili ijayo. Haitoshi kuzungumzia tu kuweka kamera za CCTV. Tunazungumza kuhusu vituo vya polisi ambavyo vina vifaa na miundombinu ya zamani. Baadhi ya vituo hivyo vina vifaa vya enzi ya ukoloni. Kwa hivyo inahitaji pia kuangalia hilo na kufanya vituo hivyo viwe vya kisasa, kwa sababu huwezi tu kuweka CCTV, kompyuta, wifi na kadhalika katika vituo ambavyo vina vifaa vya zamani au vifaa vichache sana. Baadhi ya vituo vya polisi vimetengenezwa na mabati. Sasa ili kufahamu zaidi tunaungana na mtaalamu wa masuala ya usalama George Msamali hapa katika studio zetu. Msamali, kwanza hatua ya naibu inspekta jenerali kujiuzulu, je, ndilo jibu kwa mzozo huu wote wa mauaji ya Ojwang? Nafikiri hajajiuzulu bali amejiondoa, na Wakenya wanasindikiza ya kwamba ni lazima ajiuzulu, na sidhani kama hili ndio suluhisho. Lakini ingawa ametoa nafasi kwa asasi za upelelezi kuweza kufanya upelelezi ambao utaonekana kwamba ni huru na utakubalika na wananchi, hiyo ni hatua mwafaka na ni hatua ambayo tulikuwa natarajia ataichukua hapo awali. Lakini kuichukua hivi sasa ni kana kwamba ule msukumo umetoka kwa wananchi na hali kadhalika kutoka kwa viongozi wa tabaka mbalimbali ndio umemsababisha kuweza kuchukua hatua hii. Kuna waziri wa usalama wa kitaifa Murkomen ametangaza hatua kadhaa kuweka CCTV na kuhakikisha kwamba mabadiliko yanafanyika. Je, hizi ndizo zitakazokuwa jibu, na je, wewe una imani kwamba itatekelezwa? Kwa kweli sidhani hilo ndio jibu, manake tumekuwa kuna tume kadha wa kadha ambazo zimeteuliwa kuweza kuangalia hali ya utendaji kazi wa polisi na zimetoa ripoti yao, na mpaka hivi sasa zile ripoti zimebaki tu ripoti, hakuna hatua yote ambayo imechukuliwa. Na kumbuka ya kwamba tatizo ambalo tunalo na huduma ya polisi katika taifa ya Kenya si ukosefu wa vifaa peke yake, bali kule kuingiliwa ndani kwa masuala ya usalama na wanasiasa. Kwa hivyo tunahitaji tuwe na huduma ya polisi ambayo itakuwa huru kama tulivyoashiria kwa katiba ya mwaka 2010, ambayo hawa wabunge walienda bungeni na kubadilisha mwaka 2014 na zile tulikuwa naita security bill. Hilo ndilo jambo ambalo limekwaza huduma ya polisi, na mpaka hivi sasa mabadiliko ambayo tulikuwa naashiria kama wananchi hatujayapata. Sasa unaposema kwamba mabadiliko hayajapatikana, kitu gani kingine lazima kifanyike ili kurudisha imani ya wananchi na raia na huduma ya polisi na kuhakikisha kwamba polisi wenyewe pia wanatekeleza majukumu yao kulingana na sheria? Kwa kweli turudi katika ile katiba ya 2010 ambapo tulisema ya kwamba tuwe na huduma ya polisi ambayo itakuwa huru. Usimamizi wa polisi wote uteuliwe kwa njia ambayo iko wazi. Manake hivi sasa ni rais tu ambaye ana majukumu ya kumchagua inspekta jenerali na manaibu wake wawili. Na katiba ya 2012 ilisema ili tuwe na huduma ambayo itakuwa huru ni lazima tuwe na tume ya huduma ya polisi, National Police Service Commission, ndio iko na mamlaka ya kuweza kuwateua hawa makamanda wa polisi. Tusiporudi pale, iwe ni kwamba ni rais tu ndiye anaweza kuteua hawa viongozi wa polisi, basi mambo yatabaki ni yale yale. Manake kuwepo kwa Lagat katika ofisi na kukataa kujiondoa ni kumaanisha kwamba kulikuwa kuna ulinzi kutoka mahali fulani ambao sio kawaida. Hili ndilo tatizo ambalo wananchi wanaliona na wananchi wanalizungumzia na kusema ya kwamba
ni lazima tuwe na huduma ambayo itakuwa kwa minajili ya kutoa huduma kwetu sisi wananchi kwa mujibu wa katiba. Tangu kisa hiki kitokee, kumekuwa na taarifa za kutofautiana, taarifa ambazo zinakanganyana kuhusiana na mtiririko wa kesi yote hii. Makosa yamefanyika wapi kwa mtizamo wako? Kwa mtizamo wangu ni kwamba kuanzia hapo awali, manake mpaka hivi sasa tujaelezwa afisa mpelelezi wa kesi hii alikuwa nani. Manake kwa kawaida ripoti kisholeta katika kituo cha polisi basi hupewa afisa mpelelezi, na afisa mpelelezi ndiye atatuelekeza mkondo upi ambao kesi hii itakavyochukua, na kwamba huyu mshukiwa alitolewa katika kaunti ya Homa Bay na kufululizwa moja kwa moja hadi Nairobi. Huo ni kiukaji wa sheria na haki zake kama binadamu. Manake kule Homa Bay kuna mahakama ambaye ingeweza kufungua mashtaka, na ikiwa kulikuwa kuna sababu yote ya kumleta Nairobi, basi tungepata ruhusa kutoka katika mahakama. Kwa hivyo ukiangazia tu ile katika sheria za Kenya tunaita Criminal Procedure Code, haki za mshukiwa hazikufuatwa, ndio manake unapata tuko katika hali ambayo tuko hivi sasa. Sasa leo jaji mstaafu David Maraga, kama uliotizama katika taarifa hiyo awali, ametaka maafisa wote kuanzia Inspector General wa polisi waweze kujiuzulu kutoka katika mamlaka ili kuweza kufunguliwa kesi. Je, huo ndio mkondo unaostahili kwa sasa? Huo ndio mkondo unaostahili kwa sasa. Manake si mara ya kwanza katika taifa la Kenya tumeona tukio kama hili likitokea, na hatujaona uwajibikaji wowote kutoka kwa makomanda wa huduma ya polisi ama viongozi katika dola za taifa ambao moja kwa moja wanahusika na masuala ya usalama wakijiuzulu. 2024 mauaji zaidi ya 69 na vijana zaidi ya 140 kupotea. Mpaka hivi sasa hakuna mtu yoyote ambaye amejitokeza na kuzichukua zile lawama. Kwa hivyo hatua ambayo Justice Maraga ameuliza ya kwamba wajiuzulu hawa itakuwa ni funzo kwa mtu yoyote ambaye atapewa wadhifa ule ya kwamba yeye ni lazima awajibike kwa wananchi wa Kenya kwa mujibu wa katiba ya taifa hili letu. Shukran sana, asante sana George Msamali kwa tathmini hiyo ya kina. Matangazo haya yanapeperushwa na Star TV Tanzania, K24 TV nchini Kenya, One Luo TV nchini Uganda, pamoja na ukurasa wa Facebook na YouTube wa BBC Swahili. Pia ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi. Mtandao wetu ni bbc.com/Swahili. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutakaporejea, Israel inadai kuchukua udhibiti kamili katika anga za Tehran katika mapambano kati yao na Iran. Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Jeshi la Israel limetoa ilani ya raia kuondoka katika makazi yao, ikilenga kuhamisha watu katika sehemu kubwa ya mji mkuu Tehran. Hatua hii haijawahi kushuhudiwa nchini humo. Huu ndio wakati ambapo kituo cha televisheni ya taifa ya Iran kilishambuliwa na kombora la Israel mjini Tehran, makao yake yakiwa District 3. Matangazo yalikatizwa hewani kwa muda fulani, lakini matangazo yaliyorekodiwa yaliendelea muda mfupi baadaye. Jeshi la Israel IDF linasema wakazi wa baadhi ya maeneo ya kifahari ya District 3 huko Tehran wanapaswa kuondoka mara moja, kwani watashambulia miundombinu ya kijeshi. Muda mfupi baadaye, jeshi la mapinduzi la Iran liliwataka wakazi wa Tel Aviv nchini Israel pia kuhama makazi yao. Haya yanajiri baada ya Israel kusema imechukua udhibiti kamili wa anga juu ya Tehran na wameharibu theluthi moja ya makombora ya angani ya Iran, huku pande hizo mbili zikibadilishana mashambulizi makali kwa siku ya 4 sasa. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa huko Tel Aviv mapema leo asubuhi. Israel inasema idadi ya watu waliouawa na makombora ya Iran imeongezeka hadi kufikia watu 24 tangu siku ya Ijumaa, na watu 8 katika vifo hivyo wamefariki jana usiku. Zaidi ya watu 300 wanaendelea kupokea matibabu hospitalini. Sasa ili kuelewa zaidi kuhusu yanayojiri Mashariki ya Kati, tunaungana na mchambuzi Ibrahim Rabi mubashara kutoka studio zetu Dar es Salaam, Tanzania. Rabi, kwa nini Iran inazuiwa sana kuendeleza mpango wake wa nyuklia? Ni Israeli ambayo imekuwa haitaki Iran iwe na nyuklia, na hizi ni ajenda za ukubwa pia. Lakini Israeli yenyewe inazo nyuklia ambazo hata shirika la atomic duniani halijawahi kuzifanyia uchunguzi, wala Israeli hajasaini makubaliano ambayo nchi zinamiliki nyuklia au nchi zinazoendeleza mpango wa nyuklia zimesaini za kukaguliwa.
Sasa hapa ndio kwenye ile inaitwa tena undumila kuwili wa magharibi, kuwa ukisikia viongozi wa G7 waliopo kule Canada wanazungumza kuwa Irani hapaswi kumiliki nyuklia, lakini hao viongozi hawazungumzi chochote kuhusu nyuklia anazomiliki Israeli, ambazo hazina ukaguzi, ambazo hazijui, na Rafael Gross anafanya kazi kote kote. Sasa hapa ndio ilipo dunia iliposimamia kuwa tuendelee kuishi humo humo, kuwa kuna wengine wana haki ya kitu kimoja, halafu hicho kitu wengine hawaruhusiwi. Na Rabi, kwa nini Israel inaonekana kuwa ndio nchi pekee iliyo mstari wa mbele katika kuzuia mipango hii ya nyuklia ya Iran? Israel wana kile ambacho wanakisema kuwa Irani ni nchi ambayo haijakubali uwepo wa Israeli. Historia inaonyesha nyuma, Irani ni nchi za mwanzo kabisa kuikubali Israeli, kwa sababu wakati Israeli inaasisiwa, Irani ilikuwa chini ya udhibiti wa nchi za magharibi. Lakini Irani ilibadili mwelekeo wake mwaka 79 baada ya mapinduzi ya Kiislamu. Sasa toka mwaka 79 Irani haijawahi kukubaliana na uwepo wa Israeli, na imekuwa ikitoa msaada kwa makundi yanayoipinga Israeli. Kwa hiyo unaona kuwa vita kubwa ya Israeli hivi sasa Mashariki ya Kati inaelekea kwa Irani zaidi, kwa sababu karibu nchi nyingi zilizozunguka pale zina uhusiano na Israeli, iwe wa moja kwa moja au wa pembeni. Zina uhusiano na Marekani, ambazo zinakuwa zimeingia mle mle kwa Israeli, zenye uhusiano na Uingereza zinakuwa zimeingia mle mle kwa Israeli. Sasa Irani amebaki peke yake kuwa ambaye hajaingiliana na Marekani wala Uingereza wala Israeli. Kwa hiyo ndio maana anaonekana kuwa ni tishio kwa Israeli, na Israeli anafanya juu chini kuhakikisha kuwa anaweza kumwangamiza Iran. Na Marekani inasisitiza kwamba ina matumaini makubwa kwamba Iran itatia saini mkataba wa kudhibiti silaha zake za kinyuklia kutokana na hali ilivyo sasa. Je, hili ni jambo ambalo linaweza likafanyika? Ni kauli ambazo hata Donald Trump amezizungumza jioni hii alivyokuwa anazungumza na vyombo vya habari kule kwenye mkutano wa G7 Canada. Anasema kuwa Irani imekubali kusitisha mapigano na imeagiza wawakilishi wa Omani na Qatar wakazungumze na Marekani ili iweze kumalizia. Lakini taarifa za jioni hii inaonekana kuwa si za kweli, kwa sababu Irani hawajakubali hilo swala, wanasema kuwa halipo, na baadhi ya vyombo vya habari vya Irani vinasema kuwa Israeli imekuwa ikiwatuma washirika wengine na kumsisitiza Marekani kuwa wao ndio waamue kufanya vile, kuwa yani kuwa wao ndio wanataka Irani isijibu yale mashambulizi. Kwa hiyo kuna taarifa mbili ambazo haziendi sawa moja kwa moja. Ukisikiliza kauli ya Donald Trump mwanzo na mwisho kama hazifanani. Mwanzo alisema kuwa Irani inalazimishwa isaini makubaliano kwa nguvu kutoka kwa mashambulizi ya Israeli, lakini ukisikia kauli ambayo aliandika kwenye mtandao wake wa Truth ni kuwa anatarajia kuwa makubaliano yatakuwa, na anasema kuwa alizungumza na Vladimir Putin na akazungumza na rais wa Uturuki Erdogan kwa ajili ya kulisuluhisha hili. Kwa hiyo ni kauli ambazo kila pale anapozungumza anakuja na kauli mpya ambayo inaleta utata zaidi kutoka kwenye kauli nyingine. Shukran sana Ibrahim Rabi, asante sana kwa tathmini hiyo ya kina. Ibrahim Rabi tunasema naye kutoka studio zetu Dar es Salaam, Tanzania. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutakaporejea tutakufahamisha jinsi wahandisi wa kike wanavyobadilisha taswira ya mji wa Mogadishu, Somalia.
karibu tena. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Sasa tuelekee nchini Somalia. Mji wake mkuu Mogadishu ni mji ambao umekumbwa na migogoro na uharibifu mkubwa. Lakini kwa sasa unakabiliwa na ongezeko kubwa la ujenzi mpya ambao haujawahi kushuhudiwa. Muonekano wa majengo marefu na majengo ya ofisi za kisasa, Mogadishu inaendelea kutoka viwango vya chini ikisukumwa na ujasiri na azma ya raia wake. Katika miaka 5 iliyopita zaidi ya majengo 6,000 yameshuhudiwa huko Mogadishu na mamia zaidi yanatarajiwa kujengwa kulingana na ofisi ya meya. Mwanahabari wetu Fardosa Hanshi alikuwa Somalia ambako amekutana na wahandisi wawili wa kike ambao wamekuwa mstari wa mbele katika ujenzi wa jiji jipya la Mogadishu. Mandhari ya Mogadishu yanabadilika. Majengo marefu na ya kisasa yanachukua nafasi ya magofu yaliyotambulisha mji huu kwa muda mrefu. Fatih na Sadia ni miongoni mwa wale wanaongoza mageuzi. Wahandisi hawa walio na umri wa miaka 24 wanafunja vikwazo vya kijinsia kwenye tasnia inayotawaliwa na wanaume. Nilipokuwa mdogo, mji haukuwa kama ulivyo leo. Kulikuwa na vita, majengo yalikuwa machache na mji haukuwa unakuwa wakati huo. Nilikuwa mhandisi kwa sababu nilitaka kujenga upya nchi yangu baada ya kufufuka kutoka kwa vita, kwani ilikuwa inahitaji, na pia napenda kusoma na kujifunza uhandisi. Wanawake wakiwa ni takriban 5% tu ya wafanyakazi katika sekta ya uhandisi. Kuingia kwenye tasnia hii haikuwa rahisi. Unapokutana na mtu anayetaka kujenga, swali la kwanza litakuwa jinsi gani utaamini pesa zako na mali yako kwa mhandisi mdogo wa kike. Tunawezaje kujiamini kuishi na kukaa katika nyumba iliyojengwa na mhandisi wa kike? Tunawezaje kuamini uimara wa nyumba hii? Je, nyumba hii itadumu kwa muda mrefu au itaanguka? Wengine wanasema, tunawezaje kuamini msichana kufanya kazi inayopaswa kufanywa na wanaume? Nilitafuta mafunzo ya kazi kutoka kwa kampuni kubwa. Nyingi zilijibu kwamba hazipeani fursa ya mafunzo ya kazi kwa wanawake. Nilitafuta nafasi hiyo kwa karibu miezi 3. Hata hivyo, inategemea ujasiri wako na kuwashawishi kwamba unaweza kufanya kazi hiyo. Licha ya vizingiti vya kitamaduni, tayari wamehusika katika ujenzi wa zaidi ya miradi 30 ya mamilioni ya dola jijini Mogadishu. Tangu waanze kazi hii miaka 5 iliyopita. Hata hivyo, wamepata uungwaji mkono kutoka kwa baadhi ya wadau wa sekta hii wanaotambua faida ya kujumuisha wanawake kwenye uwanja huu. Tumechukua jukumu kubwa la kuwawezesha wanawake kujiunga na taaluma ya uhandisi. Tunazindua miradi hii ili kuwaboresha wanawake na tutashirikiana na wafadhili ili kuwawezesha kuendeleza taaluma zao za uhandisi. After decades of devastating civil war, baada ya miongo kadhaa ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoharibu taifa hili, Somalia sasa inaanza kuinuka pole pole, huku mji mkuu Mogadishu ukiwa kiini cha juhudi hizi. Fahari ndio iliwasukuma Fatih na Sadia waliozaliwa wakati wa vita kubaki Mogadishu, wakati wa Somali wengi walipoondoka kutafuta ajira nchi za nje. Kwa sasa, uwekezaji kutoka kwa raia wa Somalia walio ughaibuni wanafuta magofu ya miongo kadhaa ya vita. Na kinyume na kila aina ya vikwazo, Fatih na Sadia wanaonyesha kuwa wanawake wanaweza kujenga sio majengo tu, bali pia mustakabali wa Somalia. Taarifa nzuri sana hiyo yake Fardosa Hanshi kutoka Mogadishu, Somalia. Sasa tupie macho ukurasa wetu wa internet ambapo kuna taarifa mbalimbali ikiwa ni pamoja na makala za michezo, picha pamoja na video. Makala ambayo wengi wanaitazama sasa ni video hiyo ya televisheni ya taifa ya Iran muda tu iliposhambuliwa. Ukimwangalia mtangazaji huyo alikuwa yuko hewani, lakini wakati ambapo matetemeko yalianza. Ukitaka kutizama video hiyo, lakini pia kuna
taarifa nyingine pale. Ayatollah Khamenei, kiongozi wa Iran mwenye ushawishi wa ajabu Mashariki ya Kati. Yeye ni nani na kwa nini ana ushawishi wa hali ya juu? Yote hayo katika mtandao wetu bbc.com/Swahili, au mimi binafsi unaweza nifuatilia katika kurasa zangu za mitandao ya kijamii @RonCliffe.